Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, nikupashe au nikuhabarishe yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania leo. Tundu Lissu amepokea habari njema akiwa gerezani sasa kuhusu kuachiliwa kwake, huku serikali ya Samia Suluhu Hassan ikishutumiwa vikali. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Wimbi kubwa la mjadala wa wananchi limeibuka nchini Tanzania kufuatia kukamatwa na kuwekwa kizuizini kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, huku wakili maarufu wa haki za binadamu Tanzania Mwabukusi akitoa wito wa kutaka aachiliwe huru mara moja. Mwabukusi anayejulikana kwa ujasiri wake kutetea uhuru wa raia Tanzania amelaani kukamatwa kwake na kusema ni aibu ya kitaifa na unyanyasaji wa moja kwa moja kwa kanuni za kidemokrasia, na hivyo ameweza kuisisitiza serikali kufuta kesi ya Tundu Lissu na kumwachia huru. Akizungumza kupitia vyombo mbalimbali vya habari hivi majuzi na majukwaa ya kijamii hivi majuzi, amedai kuwa kumweka Tundu Lissu kizuizini ni hatari ya uhuru wa kikatiba nchini kote. Tundu Lissu alikamatwa mnamo Aprili tarehe 9 mwaka 2025 akiwa katika ziara ya kisiasa mkoani Ruvuma ambako alikuwa amehutubia mkutano wa hadhara katika jimbo la Mbinga. Muda mfupi baada ya hotuba yake, askari polisi wa Tanzania walivamia ukumbi huo wakiripotiwa kufyatua mabomu ya vitoa machozi ili kuwatawanya wananchi kabla ya kuwakamata Tundu Lissu na wanachama kadhaa wa Chadema. Tukio hilo la kukamatwa lilitokea mbele ya macho ya wananchi na kamera lilizua taharuki mara moja ndani ya upinzani, huku wengi wakiita kitendo hicho kuwa ni cha kupindukia na ni cha kisiasa. Huku Mwabukusi sasa hivi akimtetea Tundu Lissu aweze kuachiliwa huru na kesi yake ya uhaini kufutuliwa mbali, akishinikiza serikali ya Samia Suluhu. Upande mwingine, awali kwa mujibu wa jeshi la polisi Tanzania lilidai Tundu Lissu aliwekwa chini ya ulinzi kwa tuhuma za uchochezi, huku mamlaka ikidai kuwa hotuba yake ilikuwa na maneno yenye uwezo wa kuvuruga mchakato wa uchaguzi mkuu ambao umekamilika hivi majuzi. Hata hivyo, wakosoaji wanahoji kuwa serikali imeonyesha mtindo wa kutaja hotuba za upinzani kama vitisho na uchochezi na kuzitumia taasisi za usalama kuzima sauti zinazopingana. Kulingana na wakosoaji wa serikali, wanasema madai kama haya hayana msingi wa kisheria na yanatumika tu kupunguza ushiriki wa kisiasa. Katika hali ya kushangaza, vyanzo vya ndani vya upinzani sasa vinadai kuwa serikali ya Samia Suluhu inamtungia Tundu Lissu kwa sababu zinazohusiana na uhaini, hivyo kuongeza mashtaka zaidi ya uchochezi kirahisi. Hatua hii pia imeibua shutuma kali awali, hasa kutoka kwa Mwabukusi ambaye anasisitiza kuwa kutaja maoni ya kisiasa kama uhaini ni mojawapo ya matokeo hatari zaidi ya kupindukia madaraka ya serikali katika miaka ya hivi karibuni. Na hivi majuzi Mwabukusi ameongea na kutaka serikali iweze kumwachilia huru Tundu Lissu. Mwabukusi anasema kuwa mbinu hii sio tu inaharamisha kujieleza kwa kidemokrasia, bali pia inaiweka Tanzania katika mkondo hatari wa kisiasa. Mwabukusi amesisitiza mara kwa mara kuwa Tundu Lissu alikuwa anatumia tu haki yake ya kikatiba ya kujieleza na kujumuika kisiasa. Anashikilia kuwa kuharamisha hotuba ya kisiasa ya upinzani iliyotolewa wakati wa mkutano halali kimsingi inakiuka mfumo wa kisheria wa nchi. Kulingana na mwanasheria huyo wa haki za binadamu Mwabukusi, demokrasia yenye afya lazima ivumilie mijadala, kutokubaliana na ukosoaji, hata inapoelekezwa kwa wale walio madarakani. Wito wake wa kuachiliwa kwa Tundu Lissu bila masharti umesikika katika makundi ya kiraia na mitandao ya kijamii. Katika angalau hoja kuu 4 za rufaa yake, Mwabukusi alipinga kwa uwazi serikali ya Rais Samia Suluhu, akishutumu kupanga kukamatwa kwa maslahi ya kisiasa na kuzidisha mvutano wa kitaifa kabla ya kipindi cha uchaguzi. Anasema uamuzi wa kumshikilia Tundu Lissu kwa misingi inayohusiana na uhaini ni mfano wa mwenendo unaoendelea wa kutumia vyombo vya sheria kuwatisha wapinzani wa kisiasa. Mwabukusi anaendelea kuonya kwamba kadri serikali inavyodumisha mkao huu ndivyo inavyozidi kuwa katika hatari ya kuondoa imani ya umma kwa taasisi za serikali ya CCM. Wakati huo huo, wanaharakati kadhaa wa haki za binadamu, viongozi wa dini na wabunge wa upinzani wamekariri kauli kama hizi za Mwabukusi, wakisisitiza kuwa ni wakati wa serikali kuheshimu uhuru unaotolewa na katiba.
Wanasema kuwa Tanzania lazima ijenge mazingira ambapo maoni mbalimbali yanaweza kutolewa kwa uwazi bila hofu ya kulipiziwa kisasi. Katika matukio ya awali hadi kukamatwa kwa Tundu Lissu mapema mwaka huu, mara kadhaa amekuwa akikumbana na vikwazo katika ushiriki wake wa kisiasa kulingana na Chadema, kuanzia usumbufu wa polisi katika mikutano yao hadi kuzuiwa kwa njia zake za kusafiri ndani ya baadhi ya mikoa. Kulingana na Chadema, shughuli zake za kisiasa pia zimekuwa zikifuatiliwa kwa karibu na vyombo vya usalama. Chadema kwa muda mrefu imekuwa ikisema kuwa mifumo hii inadhihirisha mkakati wa kina wa serikali kudhoofisha ushawishi wa Tundu Lissu na Chadema kabla ya uchaguzi uliokamilika hivi majuzi. Waangalizi wanakumbuka matukio kama hayo ambapo polisi walidaiwa kufunga mikutano yake wakitaja masuala ya kiusalama kwa mashahidi wa kujitegemea, baadaye kuelezea kufungwa kama kukiuka kisiasa. Katika ripoti zilizopita zilizokusanywa na wapinzani wa Chadema, mara kadhaa waliotuhumu uongozi wa CCM kwa kuzidisha mvutano wa kisiasa kwa kumzuia Tundu Lissu gerezani kuzungumza kwa uhuru. Pia walimzuia hata pale alipofuata taratibu zote za kisheria za kuandaa matukio ya hadhara ya mikutano. Maendeleo ya kutisha zaidi kulingana na Chadema, hata hivyo, yanasalia kuongezeka kutoka kwa uchochezi hadi kwa tuhuma zinazohusiana na uhaini ambazo zimeweza kumuingiza gerezani sasa. Wasomi wa sheria wamebainisha kuwa uhaini ambao kihistoria ulitumika tu katika visa vya majaribio ya kupindua nguvu za serikali, sasa unafafanuliwa upya kwa njia ya hatari ili kujumuisha maoni makali kama vile Chadema wanaweza kudai, huku Mwabukusi akiweza kumtetea Tundu Lissu sasa hivi na kuweza kutaka achiliwe huru na kesi yake kufutwa. Wakati huo huo, shinikizo limeongezeka. Asasi mbalimbali za kiraia zimetangaza mipango ya kuongeza juhudi za utetezi zikitaka kuwepo kwa uwazi katika kesi ya Tundu Lissu na kukomesha kukamatwa kwa watu kwa misingi ya kisiasa. Wanasema kuwa matukio kama hayo yanatishia kufuta miongo kadhaa ya maendeleo ya kidemokrasia na kuhatarisha kuigeuza Tanzania kuwa nchi ambayo ushindani wa kisiasa unatawaliwa na uoga badala ya ushirikishwaji wa umma, kulingana na watetezi wa haki za binadamu na kiraia pamoja na chama cha Chadema. Sauti za kimataifa pia zimeanza kufuatilia hali hiyo, huku mashirika kadhaa yakiashiria kimya kimya juu ya jinsi serikali inavyoshughulikia takwimu za upinzani, wakati taarifa rasmi za balozi za kigeni zikiwa bado hazijatolewa. Wadadisi wa mambo ya kidiplomasia wanaonyesha kuwa matibabu ya Tundu Lissu yataathiri jinsi Tanzania inavyoonekana katika viwango vya kidemokrasia duniani na ushirikiano wa siku zijazo. Wakati huo huo, raia kote nchini wanaendelea kufuatilia kwa makini kesi hiyo na kufuatilia kinachoendelea kwa mchanganyiko wa hofu na matarajio mema. Wengi wana wasiwasi kwamba hali ya sasa ya kisiasa inaweza kuzorota ikiwa viongozi wenye nguvu wa upinzani kama Tundu Lissu wataweza kubakishwa rumande ama gerezani wakifunguliwa kesi kama hizo za uhaini. Wengine wanatumai kuwa mahakama itadai uhuru wake mwishoni na kutuma ujumbe mkali kuhusu utawala wa sheria kwa kuhakikisha mchakato wa haki bila shinikizo la kisiasa. Kesi hiyo ya Tundu Lissu inapoendelea, taifa linabaki kwenye makali kusubiri kuona uamuzi gani utatolewa na mahakama. Mtazamaji, taarifa hizi ni kulingana na chama cha upinzani Chadema pamoja na Mwabukusi kupitia vyombo vya habari. Vile like video hii kisha subscribe, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.